Tendo la kishujaa la Yaeli, udanganyifu na ushindi katika kitabu cha Waamuzi. Hadithi tutakayoichunguza siyo ya ushujaa wa kawaida. Ni hadithi ambayo inapinga mawazo yetu ya awali kuhusu ujasiri na nguvu. Matendo yasiyotazamiwa na madhubuti ya Yaeli ni uthibitisho wa uwezo usio wa kawaida ambao unakaa ndani ya watu wanyenyekevu zaidi. Jitayarishe kuzama katika simulizi ambapo ujasiri huchukua sura isiyo ya kawaida. Jenerali Sisera, kamanda mwenye kutisha wa jeshi la Wakanaani, alishindwa vibaya sana kwenye uwanja wa vita. Majeshi yake yalishindwa na gari lake la vita likawa bure. Njia pekee ya Sisera ilikuwa kukimbia. Alikimbia akiwa amekata tamaa, akitafuta kimbilio. Ushindi wake ambao hapo awali ulikuwa wa uhakika, sasa ulikuwa umegeuka kuwa majivu. Katika kukimbia kwake kwa hasira, alitafuta kimbilio katika hema la Yaeli, mke wa Heberi Mkeni. Yaeli alimkaribisha Sisera kwa mikono miwili, akimkaribisha kama kawaida ya wakati huo. Alimpeleka kwenye hema lake, kimbilio mbali na machafuko na hatari iliyomzunguka. Alimpa maziwa, ishara ya faraja na uaminifu, ishara ya amani wakati wa vita. Sisera, akiwa amechoka na kukata tamaa, alikubali fadhili zake bila kushuku chochote. Yaeli alimhakikishia Sisera kwamba angekuwa salama katika hema lake, akiahidi kumlinda dhidi ya watu wanaomfuatia. Maneno yake yalikuwa ya kutia moyo na tabia yake ya utulivu, ikitia hisia ya uongo ya usalama kwa jenerali huyo aliyechoka. Akiwa amechoshwa na vita na kulemewa na ukaribishaji wageni wa Yaeli wenye udanganyifu, Sisera aliamini kwamba amepata kimbilio salama. Alipitiwa na usingizi bila kujua hatari iliyokuwa chini ya kivuli cha fadhili za Yaeli. Yaeli alitambua fursa iliyokuwa mbele yake, fursa ya kutimiza unabii wa kimungu na kupiga pigo kuu dhidi ya adui. Alielewa umuhimu wa wakati, uwezo wa kubadilisha mwendo wa historia. Alijizatiti kwa nyundo na kigingi, zana rahisi ambazo zingekuwa vyombo vya ukombozi. Mapigo ya moyo yalikuwa yakidunda, lakini dhamira yake ilibaki bila kutetereka. Yaeli alimwendea kimya Sisera aliyekuwa amelala, kwa mwendo wa taratibu na kwa usahihi. Hatima ya watu wake ilikuwa juu ya mabega yake na hakuweza kuyumbayumba. Kwa azimio lisiloyumbayumba, aligonga kigingi cha hema ndani ya hekalu la Sisera na kuua uhai wake papo hapo. Ilikuwa ni kitendo cha haraka na cha kikatili, kilichozaliwa na umuhimu na ujasiri. Sisera, jemadari mkuu, hakuwepo tena. Utawala wake wa kutisha ulifikia mwisho wa ghafla mikononi mwa mwanamke. Kimya kilichofuata kilikuwa kiziwi, kilivunjwa tu na kupumua kwa bidii kwa Yaeli. Kitendo hiki cha ujasiri kilikuwa pigo kubwa dhidi ya adui, hatua ya mabadiliko katika kupigania uhuru. Ushujaa wa Yaeli ulikuwa umebadilisha usawa wa mamlaka. Matendo ya Yaeli hayakuwa yale ya askari jeshi kwenye uwanja wa vita aliyeshiriki katika vita vya wazi. Ushindi wake ulipatikana kwa ujanja na ujasiri, ushuhuda wa werevu wake. Matendo ya Yaeli yalitimiza unabii wa kwamba mwanamke angemshinda Sisera. Hili lilionyesha hali isiyotabirika ya kuingilia kati kwa Mungu. Hadithi ya Yaeli ni uthibitisho wa nguvu ya hatua ya mtu binafsi, kukumbusha kwamba hata mambo madogo yanaweza kuleta tofauti kubwa. Ujasiri wao ni msukumo. Inaangazia hali isiyotabirika ya uingiliaji kati wa kimungu, ikionyesha kwamba wokovu unaweza kutoka kwa vyanzo visivyotarajiwa. Mpango wa Mungu mara nyingi hujitokeza kwa njia zisizoeleweka. Inaonyesha nafasi ya wanawake katika jamii ya mfumo dume, kuonyesha ujasiri wao na mawazo ya kimkakati. Yaeli alikaidi matarajio na mipaka aliyowekewa. Yaeli ni shujaa wa kushangaza na mkali katika simulizi la Biblia, mwanamke ambaye alichukua jukumu la maisha yake. Hadithi yake inaendelea kuwagusa wale wanaotafuta haki na ukombozi.
Ujasiri wake ulimruhusu kupata ushindi kwa njia isiyotarajiwa, akithibitisha kuwa nguvu ya kweli haiko kwa nguvu, lakini kwa uamuzi. Urithi wa Yaeli unaendelea kuishi.